Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Mtazamaji, karibu katika makala ambayo tumekuandalia kuhusu namna uchimbaji wa madini unavyoendelea kubadilisha maisha ya wananchi wa mkoa wa Mara. Katika wilaya ya Butiama mkoani Mara, mgodi wa dhahabu wa Ilasaniro uliopo eneo la Buhemba umeendelea kuwa chanzo muhimu cha ajira, kipato na maendeleo kwa mamia ya wananchi wanaojishughulisha na uchimbaji mdogo wa madini. Licha ya mafanikio hayo, bado wachimbaji wanakabiliwa na changamoto zinazohitaji ushirikiano wa serikali na wadau wa sekta ya madini. Katika makala hii tutaangazia nyanja mbalimbali na tukiangazia katika sehemu ya kwanza fursa za uchimbaji. Kwa mujibu wa viongozi wa wachimbaji wa mgodi huo, sekta ya madini imeendelea kufungua fursa nyingi za ajira na uwekezaji. Hata hivyo, wanaamini bado kuna nafasi ya serikali kuongeza msaada ili kuinua zaidi. Tunahitaji kupata maeneo, tuongezee maeneo ya kufanyia kazi. Maeneo tulionayo ya leseni zetu yako kwenye makazi, yaliyo mengi yako kwenye makazi ya watu, isipokuwa sasa sisi tunajitafuta namna ya kupata fedha ili tuweze kufanya tathmini kwa kuwaondoa wale watu ili wapishe shughuli za kichimbaji. Upande wa umeme nao ni mdogo kupita kiasi kwenye kuchoronga, maana tunatumia compressor za umeme, lakini unashtukia unaweza ukakaa masaa 24 bila kufanya kazi. Licha ya mafanikio hayo, changamoto bado zipo. Umeme wa uhakika, mitambo ya kisasa na mitaji ni baadhi ya mambo yanayotajwa kuzuia ongezeko la uzalishaji. Serikali cha kwanza kuwaomba, hata wakigawa eneo la Buhemba likaisha, lakini watenge eneo la wachimbaji. Hili sio halitoshi. Hilo ndio ombi langu kubwa sana. Wale watu wafanya nao kazi walipwaji kwa mpale leseni na natumia madini. Wafundi wa matimba wamechauliwa kutoka kwa tume ya madini. Ndio faida tuliyopata kwa serikali zaidi. Lakini bado wakatuonyesha kwamba dhahabu ukichimba hapa unapeleka kwenye soko fulani. Yaani leo tuna raha. Ukipata dhahabu yako hakuna shida. Unauza, serikali chukua la yake, unachukua la yako. Hakuna kesi. Hapo tumemaliza. Kesi ni kwamba sasa maeneo ya kufanyia kazi ndio yapo. Na vijana wameongezeka. Hata kama tulikuwa hivyo, lakini viwanja hatuna, tutafanyaje? Yaani watu wako wengi, maeneo hakuna. Shughuli zetu zinategemea umeme. Umeme ni mdogo sana, na asilimia kubwa ni umeme ambao unakatika. Ukiangalia umeme umeingia kwenye upande wa maduara, umeme huo unafanya kazi kwenye makarasha kule, kwa hiyo nguvu yake inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo tunaishauri serikali kupitia TANESCO, sisi tulihitaji umeme ambao unajitegemea kwa shughuli zetu tunazozifanya. Usiwe ni umeme kama ule wa nyumbani, ni umeme ambao unahitaji nguvu kubwa ili kuendeleza kufanya shughuli zetu. Wakati mwingine umeme unamaliza hata siku 3 bila kuonekana. Sasa ni moja ya kuturudisha nyuma. Leo hii wanawake nao wameendelea kushiriki kikamilifu katika shughuli za uchimbaji. Ushiriki wao umeongeza kipato cha familia na kukuza biashara katika maeneo yanayozunguka mgodi. Muuza mkaa, muuza mboga, mama ntilie, mama nani, yani biashara yoyote ndogo ndogo atakayoifanya ananufaika kwa namna moja au nyingine. Mazao yao yamepandishwa thamani kutokana na huu mgodi. Debe lilikuwa linauzwa 3,000, sasa hivi debe moja na mahindi linauzwa 28,000. Hiyo ni hatua moja wanayoipata kutokana na huu mgodi. Wameweza kupeleka watoto wao shule bila kupungukiwa ada zozote au mahitaji yoyote ya watoto wao kwenda shule. Wamewapeleka shule za hadhi ya juu international. Wadau wa mgodi huo wanaeleza kuwa katika miaka ya hivi karibuni serikali imeendelea kuboresha mazingira ya uchimbaji kwa kutoa elimu, kusimamia usalama migodini na kuwaunga mkono wachimbaji wadogo. Tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Mheshimiwa Anthony Mavunde, waziri wetu wa madini, kwa namna ambavyo wamekuwa mstari wa mbele kwa kuthamini wachimbaji wadogo. Ndio maana wametoa fursa hizi kwa sisi wachimbaji kuweza kujipatia kipato. Pamoja na mazuri haya yote ambayo Mheshimiwa Rais pamoja na waziri wa madini wametufanyia sisi wachimbaji wadogo, na pia tumepokea elimu mbalimbali kutoka katika tume ya madini
ikitutaka kuzingatia usalama maeneo ya kazi. Kama mnavyoona ndugu waandishi, kuna mazingira rafiki kabisa kwa ajili ya kudhibiti zebaki, kwa ajili ya kuweza kuzuru maeneo mengine, na mialo hii imekuwa ikifanya vizuri, na hata ukichukua rekodi za mgodi kuna miaka miwili mfululizo, mwaka 2024-25 tumekuwa wa kwanza kitaifa katika migodi ya wachimbaji wadogo kwenye mapato kitaifa. Mbali na uzalishaji wa dhahabu, mgodi wa Ilasanilo umeendelea kuchangia mapato ya serikali na kusaidia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ya jamii. Tumechangia vijiji vinavyotuzunguka kama CSR kuwasapoti wanakijiji katika maendeleo kwa ujumla, ikiwemo kujenga mashule, zahanati, lakini pia kuchangia vifaa mbalimbali vya michezo. Lakini pia katika mafanikio yetu Ilasanilo Gold Mine tumefanikiwa katika nyanja zingine za ukusanyaji wa maduhuli mbalimbali ikiwemo tozo za halmashauri. Katika wilaya yetu ya Butiama, Ilasanilo ndio sehemu tunasema pekee ambapo wilaya yetu ya Butiama inategemea kupata tozo mbalimbali za halmashauri na kujenga halmashauri yetu ya Butiama. Kwa upande wa serikali, ofisi ya madini mkoa wa Mara inaeleza kuwa juhudi zinaendelea kufanyika kuhakikisha wachimbaji wadogo wanapata elimu, mikopo, huduma za ugani na miundombinu muhimu ikiwemo umeme. Tume ya Madini ofisi ya Mara tumeendelea kutoa mafunzo mbalimbali yanayohusiana na afya, usalama na utunzaji wa mazingira. Lakini pia tumeendelea kutoa elimu juu ya haki madini na haki ardhi. Hizi haki mbili zimekuwa na mkanganyiko kidogo, zinaleta migogoro ya mara kwa mara. Ni nani ambaye anapaswa kustahili zaidi? Je, ni mwenye ardhi kwa maana haki ardhi, au ni yule ambaye anamiliki leseni ya madini kwa maana haki madini? Kwa hiyo elimu hizi tumekuwa tukizitoa mara kwa mara. Migogoro inapopungua, uzalishaji unaongezeka, kwa sababu muda mwingi watu wanautumia katika uzalishaji kuliko kutatua migogoro. Ni ukweli kwamba kuna changamoto mbalimbali zinaweza zikawa zinawasababisha wachimbaji wetu kutokuwa na tija zaidi katika shughuli, lakini tumeendelea. Kwa mfano, swala zima la elimu ya utafiti. Swala la elimu ya utafiti imeendelea kuwa na changamoto kwa sababu utafiti ni gharama, na hivyo inakuwa inawia ugumu kufanya utafiti katika maeneo yao, na hivyo wachimbaji wadogo wadogo kuendesha shughuli zao mara nyingi sana kwa kubahatisha. Kama ofisi tumeendelea kushirikiana na taasisi zingine kuhakikisha kwamba wadau wetu wanapata elimu na umuhimu wa kufanya utafiti hata ule wa awali, ili waweze kuchimba kwa tija zaidi. Lakini sambamba na hilo pia, bei ya soko. Bei ya soko duniani inapopanda inahamasisha sana wachimbaji kuongeza juhudi katika uzalishaji. Inaposhuka, uzalishaji unashuka kwa sababu gharama za uendeshaji zinakuwa zinapanda. Kemikali zinapokuwa zina bei kubwa sana, zinaongeza gharama ya uendeshaji ya shughuli zetu, na mwisho wa siku mchimbaji anakuwa anapata faida ndogo sana au hasara. Kwa hiyo nafikiri ni vizuri na wao tukawaomba wadau wote wanaosimamia sekta nzima ya usambazaji kemikali, na wao wakawa wanawafikiria zaidi wachinjwaji wetu kuliko kufikiria faida kubwa zaidi wanayoipata kulingana na usambazaji wa kemikali. Pamoja na changamoto zilizopo, mgodi wa dhahabu wa Ilasanilo unaendelea kuwa mfano wa namna sekta ya madini inavyoweza kuchangia maendeleo ya wananchi na uchumi wa taifa. Wadau wanaamini kuwa ushirikiano kati ya serikali na wachimbaji wadogo utaongeza uzalishaji, ajira na mapato ya nchi katika miaka ijayo. Mtazamaji, makala hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na Mohab Media Group kwa ushirikiano na Tume ya Madini, ikiwa na lengo la kuelimisha umma kuhusu mchango wa sekta ya madini katika maendeleo ya uchumi, ustawi wa jamii na taifa kwa ujumla.